Tutakuwa na wasilisho fupi kuhusiana na yaliyoitwa tajriba. Mwalimu wetu mmoja alifundisha kwamba tajriba ina maana majaribio, kwamba ni jambo watu hufanya majaribio. Tutazungumzia kwa muhtasari kuhusiana na Baitul Mali, na hapa ni vizuri nikasahihisha kidogo ufahamu. Baitul Mali awali ilianzishwa na TAMCO mwaka 2002, lakini kuanzia 2009 mpaka leo Baitul Mali ni chombo ambacho kinaratibiwa kwa pamoja kati ya TAMCO na Hay'atul Ulama. Kwa hiyo ni muhimu sana watu wanasifisha na TAMCO. Kweli TAMCO ndio ilikuwa muasisi, lakini kwa sasa inaendeshwa kwa pamoja kama tutakavyoeleza kwa muhtasari. Mazungumzo yetu mafupi wakati niseme jambo moja hapa kama utangulizi wa mazungumzo yangu. Katika utafiti tuliofanya TAMCO, kama kuna jambo mtu anataka kulifanya kwa maslahi ya umma wa Kiislamu Tanzania, basi ni katika hayo maeneo 12. Yote anataka kufanya jambo, na sitayataja kwa sababu sio somo letu la leo, lakini ambalo nataka kulizungumza katika hayo maeneo ni la mwisho, sehemu ya mwisho kabisa, ambayo ni kufanya tafiti, kupashana taarifa na uratibu wa pamoja. Sheikh Salim Mawadi ametupa utafiti wa kidunia, lakini hawezi kututhibitishia tumekusanya zaka kiasi gani mwaka jana Tanzania. Hawezi. Ni kwa nini? Kwa sababu tunakosa uratibu wa pamoja wa mambo yetu. Na ndugu zangu, kuna mambo jamii inaweza ikapiga hatua kwa mtu mmoja mmoja, na kuna mambo jamii haiwezi kupiga hatua, itapiga mark time kama anafanya mtu mmoja mmoja. Tawapeni mfano mmoja rahisi tu. Misikiti mingi hapa Tanzania inajitegemea. Yaani msikiti kama msikiti unakuwa ni taasisi. Kwa wasiokuwa Waislamu, ukisikia linaitwa kanisa, basi ujue lile ni dhehebu. Kanisa Katoliki, kanisa la Kiinjili la Kilutheri. Lakini tukisema Masjid Maamur, ile sio dhehebu, ni msikiti. Sasa msikiti ukisimama kama msikiti, maana yake msikiti yote inatakiwa isajiliwe. Lakini makanisa yote ya Kiinjili ya Kilutheri yamesajiliwa sehemu moja, imesajiliwa taasisi tu, halafu haya yote yanapata affiliation. Kwa tunapata kazi, kila msikiti unataka upeleke lita, kila msikiti unataka upeleke lita. Ni kwa nini? Kwa sababu tunakosa uratibu wa pamoja. Ndugu zangu, juhudi hii ya Baitul Mali ni katika kufanya mambo, kuyaleta pamoja mambo ya umma wetu. Tumefanya Baitul Mali. Baitul Mali kama nilivyosema ilianzishwa na TAMCO 2002. 2009 Hay'atul Ulama walifanya kikao na wakataka kuanzisha kama National Zakat Forum au company au taasisi ya zaka ya kitaifa. Lakini katika kile kikao, kwa kweli wanastahili sifa, wakasema kwa nini tunataka kuduplicate kitu ambacho tayari kinafanywa na watu wengine. Wakasema hapana, hakuna sababu ya kuanzisha mfuko mwingine wa zaka, basi tushirikiane na Baitul Mali iliyoanzishwa na TAMCO. Na kuanzia hapo tukawa Baitul Mali hii inaendeshwa kwa ushirikiano wa TAMCO na Hay'atul Ulama. Na shughuli zake ni tatu kama nilivyosema kwa darasani hapa, ni kukusanya, kugawa zaka na sadaka, pamoja na usimamizi wa mali za wakfu. Sasa baada ya pale tumeunda bodi, na hii bodi alhamdulillah, tazama ile picha pale, wanne katika walioko pale wapo kwenye bodi. Mbele pale yuko mzee wetu, shaka wetu Sheikh Ndauga, ni mjumbe wa bodi. Dr. Ibrahim Ghulam ndio mwenyekiti wa bodi.
Shehbani ni mjumbe wa bodi, Sheikh Nasir Amri ni mjumbe wa bodi, wajumbe wengine waliobaki ni Sheikh Shamsi Ilmi, alafu kuna Abdulsalam Mbupara kuja kuzungumza baadaye na wajumbe wengine wawili, mimi nikiwa katibu wa bodi. Katika vigezo vyote hawa ni watu ambao uadilifu na uaminifu wao katika umma unakubalika, na upatikanaji wa hawa watu ni kwamba TAMPRO iliteua watu watatu, hai ikatoa watu watatu, halafu watu wawili ambaye ni amiri wa Hayatul Ulama na amiri wa TAMPRO wakaingia kwa nafasi zao. Kwa hiyo hapa ni kitu tumefanya nini? Naomba tazame pale. 2023 tulifanya milioni 9 kwa watu 7. 2024 tukafanya milioni 17 kwa watu 33. Mwaka jana tukapata milioni 43. Na niseme ukweli, nitoe pongezi kwa moja ya taasisi zilizojitambulisha hapa baada ya kongamano la mwaka jana, walituchangia. Baada ya pale walitoa zaka yao kupitia Baitul Mali. Tulipata milioni 43 mwaka jana na tukawapa watu 65. Mpaka tunazungumza sasa hivi tumeshakusanya shilingi milioni 33. Na Sheikh Muharram alisema watu wanapenda kulipa mwezi wa Ramadhani, tumesikia mwezi wa Ramadhani. Sasa naomba niulize swali mtu mmoja tu anyoshe kidole. Tuwape watu wangapi hizi pesa? Tunataka kuzigawa hivi karibuni. Tuwape watu wangapi? Milioni 33. Yeyote tu anyoshe kidole. Tuwape watu wangapi hizi shilingi milioni 33? Hapo tunataka kuzigawa muda si mrefu. Na karibu Sheikh Muharram. Wangapi? Watu 11. Kwa maana shilingi ngapi? Milioni 3 kila mmoja. Hii ndio dilema. Hizi pesa hazitajaliwa mpaka bodi ikae. Na hii tumesema ni kwa hii makusanyo ya sasa, ratiba yetu ni kugawa mara 2 kwa mwaka. Sasa tafakuri yetu inatuambia kama katibu tunajaribu kuratibu kabla ya kupeleka kwenye bodi. Kuna watu wanasema mwaka jana ukitazama hiki kiwango tulichotoa ni wastani wa kama 5,500 kila mnufaika tulimpatia. Kuna watu wanatuambia mbona mnatoa kiasi kidogo sana. Na kuna mwingine anatuambia kiasi cha kuja kuzungumza anasema mbona mnawapa hela nyingi sana. Sisi tunatoa 50,000. Sheikh Muharram anasema ni kidogo. Tunatafakari akasema haijaenda kwenye bodi, haijapitishwa. Kwamba tunawapa watu 60. Watu 60 ni kwa ile 5,500. Na katika yale mafungu, makundi tutagawa katika makundi matatu. Ukiacha wale watendaji. Kwa mafukara na maskini, halafu wanaojitolea katika dini, na kwa hiyo katika mafukara na maskini kuna wajane, kuna wajasiriamali, kuna wanafunzi waliokwama na wagonjwa. Mgonjwa maana kama amekwama kujilipia maana ni kwamba anaingia katika kundi la ama maskini ama mafukara. Lakini kuna wanaojitolea katika dini, tunasema tutaangalia walimu wa madrasa na walimu wa IK. Katika utafiti wetu tumegundua kwamba maimamu wana nafuu kuliko walimu wa madrasa. Na kuna fungu alizungumza Sheikh wetu Amiri wa Basuta, Sheikh Ali, alizungumza swala la ukombozi wa watumwa. Ni kweli hatuna, lakini maulama wanajibia kwamba tunaweza kuwalipia faini wafungwa ambao wako gerezani kwa sababu tu walishindwa kulipia faini. Tumeweka hapo kiwango kwa mwaka huu inshallah tutapeleka pendekezo kama bodi itaridhia, tutawalipia na sehemu ya wafungwa. Katika kile kiasi kilichotoa makundi ambayo tuliyatoa ni haya maana kama nilivyoeleza, kuna mafukara, kuna masikini, kuna wenye madeni na kuna fisa bilila ambao sasa wanaingia walimu wa madrasa, walimu wa elimu ya dini na maimamu. Lakini haya makundi kama yalivyoainishwa haya, je, ni maeneo yetu tunayagusa? La mwanzo ni uwezeshaji wa kiuchumi. Kuna wengine wanaweza kumwezesha kiuchumi kwa zaka na akazalisha. Lakini kuna mtu ni
mlemavu labda wa macho na hawezi kufanya shughuli hizi, mwingine tunapatia msaidie katika maisha. Lakini pia kuna wenye madeni. Tunazingatia kwamba ni madeni aina gani. Kuna yale yaliyotaja hapa, labda mtu kafilisika, lakini tunajua kuna wenzetu wana madeni labda kwenye vikoba au kwenye hizi SACCOS, hajalipa sio kwa sababu ya ukorofi, isipokuwa mambo hayakuendea vizuri. Lakini nyingine tuna matibabu. Kuna watu wamekuwa kwenye matibabu ama wanadaiwa huduma au wameshindwa kupata huduma kwa sababu ya kosa la haki. Na eneo la mwisho ni elimu. Na kipaumbele tulikuwa tunakitoa sasa kwa sehemu kubwa ya zaka tuliyoigawa ilikuwa katika maeneo hayo manne. Na kwanza tulikuwa tunawafocus kwa wajane. Kwa nini wajane? Na tulikuwa tunatafakari unampaje yatima zaka, yatima. Wanasema ukimsaidia mjane umemsaidia yatima. Asilimia kubwa sana ya wajane wanakuwa wana watoto. Kwa hiyo tumefocus namba moja kwa wajane. Lakini la pili kwa walemavu. Tulipokea maoni ya takriban watu 200 hivi walemavu wa macho. Kwa hiyo pia wale tumewazingatia. Lakini eneo jingine wenzetu wajai wanafahamu ni eneo la wagonjwa. Na la mwisho ni walimu wa madrasa na maimamu. Ndugu zangu, katika kuhitimisha haya mazungumzo yetu, Dr. Salum wametoa mwelekeo twende kama wengine. Ni kweli, ukienda South Africa unatamani, ukienda India unatamani, Indonesia unatamani, hata hapa Kenya wanafanya vizuri sana, lakini kwa sababu wameratibu mambo yao vizuri. Sasa ili tufike kwa wenzetu, ndugu zangu, kuna hizi hatua 4 tuzipitie. Ya kwanza au 5. Ya kwanza ni kama nilizungumza Dr. Salum awali. Tukiimarisha chombo chenyewe, kwa maana baitul mali iwe madhubuti. Tushaimarisha mifumo na muundo na vingine kama alivyoeleza. Sasa tufanye mashirikiano na vyombo mbalimbali. Kwa mfano, makampuni. Kuna makampuni ya Waislamu ambayo yanakusanya zaka, wameanzisha foundations. Sasa wale ni muhimu kukutana nao. Kwa nini? Kwa sababu wale wanaweza kuwa na uwezo mzuri wa kukusanya, lakini hawajui wahusika. Ndugu zangu, amini usiamini, mtu kwa mwezi wa Ramadhani unaweza kukusanya futari au sadaka ya futari ukopo wala wahitaji. Wakati ukitoka kidogo tukaenda hapo Kisarawe au Kuranga kwa kuta kuna wahitaji hasa wanakuwa hiyo kitu. Kwa hiyo wale wanaweza kuendelea na shughuli ya kukusanya, lakini tushirikiane, huenda tukasaidiana katika maeneo ya ugawaji kuwapata wale. Eneo la pili ni wafanya biashara. Wafanya biashara baitul mali bahati tumefungua mlango kwamba mtu anaweza akasema, jamani, mimi kama mfanya biashara, mimi nataka kulipa zaka yangu, lakini nataka kipaumbele mkitoe labda kwa kina mama au kwa walimu wa madrasa. Kwa mfano mwaka jana na mashaka waliingia, bwana mmoja alisema, mimi kila mwezi wa Ramadhani mwisho kabisa 10 la mwisho anawaachia huru wafungwa, anawalikia wale wenye madeni. Tulipoongea na mashaka akasema ni juzu. Kwa hiyo wafanya biashara tushirikiane katika yale maeneo ambao wao wanaona ni kipaumbele. Eneo lingine ni mabenki. Ndugu zetu wa PBZ walikuwa wanazungumza hapa na tunawapongeza, wanafanya kazi nzuri. Ndugu zetu wa Amana wanafanya kazi nzuri na benki nyingine na ndugu nyingine za Kiislamu. Lakini tunasema wanaweza wakawa wana changamoto ya kujua hitajio lao, wahitaji hasa ni kina nani. Tukishirikiana vizuri tunaweza tukaleta taathira kubwa sana katika umma wa Kiislamu. La mwisho nilivyosema kule mwanzo la uratibu. Ndugu zangu, baitul mali hii inapofanya kazi ni vizuri sana mkasikiliza hapa kwa makini. Ukiipa zaka TAMPRO, kama TAMPRO umeipa zaka TAMPRO ikafanya shughuli za TAMPRO. Ukiipa zaka au sadaka haia au baraza kuu au shura au taasisi nyingine, umeipa zaka au sadaka wakashughulikie taasisi yao na wanachama wao. Ukileta zaka baitul mali, hauiletei baitul mali kwa sababu haina watu, inawatafuta wastahiki. Ile jambo la msingi sana kuzingatia. Sasa bahati nzuri Dr. Salum amelizungumza pale. Tunahitaji kutengeneza database. Database yetu kwa maana ya hifadhi ya mahitaji mpaka sasa tuna 1200. Lakini tumesema tunataka kuwapa wajane. Tunawapata watu
kuwapata hawa kirahisi. Ukizungumzia kwa mfano walimu wa elimu ya dini au ukazungumzia maimamu, tunafahamu kuna shule ya maimamu, tunafahamu kuna ndugu zetu wa UMATA na taasisi nyingine zinazojishughulisha na masuala haya. Hawa kwao itakuwa rahisi kuweza kuwapata hawa watu. Tuwapeni mfano rahisi. Katika utafiti nilimwambia mmoja anaoshughulika na hawa watu, kaambia naomba utajie imamu mmoja unaifahamu ambaye pia anajishughulisha na masuala ya ujasiriamali hata kama hafanyi yeye mwenyewe, lakini ana shughuli zake. Akasema ngoja nitafiti, nikabeba sio hayupo. Wanafunzi, tunafahamu kuna taasisi nyingi sana zinashughulika na vijana na wanafunzi. Ukizungumzia kwa mfano tamsia, ukizungumzia kalamu, ukizungumzia nahali, ukizungumzia pamoja foundation, na taasisi nyingi zinashughulika na hawa vijana. Kama tunawatafuta vijana au hata wanavyuo wanaokwama pengine wanataka kuanzisha shughuli za ujasiriamali, ni rahisi kupitia hizi taasisi kuweza kuwapata watu wa aina hii. Ndugu zetu wajai ni mfano mzuri sana kwa upande wa wagonjwa. Kwa mfano kule tumesema tutawalipia wagonjwa. Sasa hawa wagonjwa hatuna sababu ya kuanza kuongeza kuwatafuta. Kuongea na jai itakuwa ni rahisi sana. Na kadhalika na kadhalika. Tunafahamu kwa mfano ndugu zetu wa shura, masuala ya wafungwa wanafanya vizuri sana. Wanawahudumia mwezi wa Ramadhani na masuala mengine. Kama tunataka kuwasaidia kupitia kwao itakuwa jambo rahisi sana. Ndugu zangu, nihitimishe kwa kusema hivi. Kwa watu wa rika langu na kwa miaka michache iliyopita na Dar es Salaam wamesema, ilikuwa ukizungumzia kwa nini watu hawatoi wakfu. Kwa nini tunazungumzia wakfu? Tunasikia nyumba za kuna mama wa Kimanyema Kariakoo, miaka ya 60, 70, mbona ya miaka ya 90, 80, mbona hatoi wakfu? Watu wanakutajia sababu moja, uaminifu, 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 uaminifu. Ndugu zangu, mimi nataka niwaambie wazi kabisa. Wazi kama kiongozi wa taasisi ya Kiislamu, kama mtu ambaye amefanya tafiti, sasa hivi kuna taasisi na kuna viongozi wa taasisi waaminifu kabisa na waadilifu na haina shaka. Kabisa. Yaani nasije kupata mtu shaka kwamba nitatoa pesa yangu hii basi itakwenda italiwa au watu watagawana. Hakuna. Naifahamu taasisi ambayo imepata pesa mengi sana, lakini wameogawia taasisi na wadau mbalimbali kwa uadilifu wa hali ya juu sana. Kwa hiyo zangu hii shaka tuiondoe. Lakini la mwisho kuna haja ya kueleza huduma za ugawaji taifa. Kuna mtu mmoja kwa anataka kutoa zaka yake na sio kwamba labda kusanyia sehemu moja, labda wanatuambia zaka inagawanywa pale inagawanywa kukusanya. Sasa anataka kutawanya ile zaka yake kwenda maeneo mengine. Na unasemaje? Bado tunafanya kazi Dar es Salaam. Na tunaamini inshallah kama tutashirikiana na tutaimarisha